kwa katika kiwango bora sana, na hilo linathibitishwa na namba. Stefan Aziz Ki, kwanza timu nzima ilikuwa kwenye kiwango bora sana. Ukumbuke Milud miongoni mwa maeneo kati ya yote mambo ya gusa achia twende kwao yote yameendeleza, lakini kubwa alikoimarisha ni eneo la mwisho, kwamba ukifika karibu na eneo la mpinzani ndani ya mita 30 mpira ufanyeje, sio upige, tunaita speculative shots. Milud amelifanyia kazi hili, na leo niliongea naye, nilimuuliza siri yake. Kwa sababu gani? Marufuku kujipigia tu shoot. Aliye kwenye nafasi nzuri marufuku kufanya majaribio ya kufunga kama kuna mtu yuko kwenye nafasi nzuri sana. Mwenye nafasi nzuri sana ndo anaitumia. Sasa katika nidhamu hiyo hiyo ndio ambayo leo hii Yanga wamepata ushindi mnono wa mabao 8-1 dhidi ya Stand United, timu namba 3 kwenye championship, ambayo mechi 26 ina pointi 55, imezidiwa pointi moja tu na Mbeya City ambayo ina pointi 56, zikiwania kufuzu kwa ligi kuu Tanzania bara msimu ujao. Kwa maana hii sio timu poa kihivyo. Tofauti yao ni pointi moja wao na Mbeya City. Nakumbuka timu mbili za juu, Mtibwa Sugar ndio inaongoza, inafuatia Mbeya City alafu wao Stand United. Kwa hiyo ni timu imara sana yenye wachezaji bora kina Kigi na wengine kina Rajabu Athmani. Sasa Stefan Aziz Ki katika kutimiza mipango kazi ya Miludi, ukifika eneo la mwisho kwa utulivu kabisa, Stefan Aziz Ki kwenye ligi kuu yeye ndo kinara kupiga mashuti ligi nzima. Amepiga mashuti 56, 26 on target. Ana dakika 1000 ngapi? 1481. Okay. Ana goli 7, assist 7. Okay. Lakini leo hii Yanga inakaribia kwenye lango la Stand United. Stefan Aziz Ki haonyeshi njia ya kujipigia tu mashuti, speculative shots. Amedhibitiwa na mfumo wa Yanga katika kucheza ambao unatanguliza maslahi ya timu nzima, sio mchezaji mmoja. Ikija yenyewe naturally unatumia hiyo nafasi. Ukiweza toa nafasi kwa wenzako. Ushahidi juu ya hili amelithibitisha leo Aziz Ki. Lakini kabla sijakutajia Aziz Ki, mechi mbili za ligi kuu Tanzania bara juu ya hili nalisema kuhusu Miludi. Mechi dhidi ya Coastal Union bao 1-0, Yanga mechi nzima mpiga mashuti 11, 9 on target, shooting accuracy zaidi ya 80%. Mechi dhidi ya Azam mechi nzima Yanga mpiga mashuti 10, katika 10 9 on target, shooting accuracy 90%. Leo hii dhidi ya Stand United Yanga mashuti 14, kati ya hayo yaliolenga lango mashuti 10, shooting accuracy 71%, halafu ikazaa mabao 8, yani 80% ya mashuti yote yaliolenga lango yakabadilishwa kwa mabao. Bala lote hili walolisababisha wako wengi. Huwezi kumwacha kumtaja Cletus Chota Chama, huwezi kumtaja Juka Buya, huwezi kutaja timu nzima kuanzia nyuma kulikuwa kina Ibra Baka, Bakari Ndo Mwamnyeto. Stefan Aziz Ki yeye ndo kaibeba show, na sio kwa kulazimisha, inatokea tu kwa uchezaji. Kafunga mabao 4, katoa assist 2, katoa pre-assist 1. Tunaposema pre-assist ni pale unatoa pasi ya bao halafu ama inaenda kumgonga mtu mwingine alafu afunge mfungaji. Sasa yeye kuna moja alitoa pasi nzuri sana ya kuruka ukuta wa stendi, kuaruka kina Jeremia Musa. Matokeo yake ukaenda kumpapasa, ukamgonga Yesaya Mwamwenda. Mpira ukenda kwa Cletus Chota Chama, fundi akaweka kambani. Maana yake ilimnyima assist. Alikuwa na hat-trick ya assist leo. Kwa hiyo ina maana pale ile ni pre-assist. Lakini kuchangia mabao 6 katika mabao 8 ni kiwango cha juu mno. Ni takriban mabao hapo tunasema ni 75% ya mabao yote yamechangia. Lakini hiyo haitoshi. Stefan Aziz Ki mechi yote kacheza dakika 74 tu. 74 kuchangia mabao 6, mabao 4 ya kufunga, mawili assist. Maana yake kila baada dakika 12 na sekunde 19 leo hii alikuwa anaidhuru. Kila baada dakika 12 Aziz atahusika kwenye goli na sekunde 19 anachangia bao ama kufunga au assist. Hapo sijahesabu ile ambayo alipiga assist kwa Chama ikamgonga Yesaya Mwamwenda namba 15 mgongoni ukaenda kwa Chama, hiyo sijahesabu.